ya nafasi. Itakuwa ni mfululizo wa somo katikati ya wiki katika ibada zetu, tukiendelea kujifunza, na ninamwamini Mungu ya kwamba ataachilia maarifa na hekima za kutosha kutusaidia. Lakini katika ibada za Jumapili bado tutaendelea na somo letu ambalo tumekuwa nalo kwa takriban wiki 9 sasa, linaloitwa Mkristo na maisha ya maombi, tukiendelea kujengwa, kuimarishwa katika eneo hilo pia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katikati ya wiki tutakuwa tunajifunza somo la ulimwengu wa roho na vita ya nafasi, lakini ibada za Jumapili tutaendelea na somo la Mkristo na maisha ya maombi, tukiendelea kuchimbua na kuangalia zaidi. Katika somo hili andiko letu la msingi ni kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 14. Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Mtume Paulo alikuwa anatoa fundisho kwa habari ya kanisa la Efeso na kanisa la sasa. Na katika fundisho lake alikuwa anafundisha mambo ya msingi ambayo kila Mkristo anapaswa kuyafahamu na kuyaelewa. Na katika fundisho hili kuna mambo kadhaa ya msingi sana ambayo Mtume Paulo alitamani Wakristo wapate kuyajua na kuyafahamu. Jambo la kwanza, alikuwa anaintroduce hili jambo akionyesha ya kuwa maisha ya Ukristo yana sehemu inayoitwa vita. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, Mtume Paulo alikuwa anasema maisha ni vita. Lakini jambo jingine la pili ambalo alitaka kuliona, akataka kuwaonesha Wakristo ya kwamba ni muhimu kufahamu location ambayo mnapaswa kufanya vita na adui yenu. Kwa sababu msipojua eneo ambalo adui anafanya vita na maisha yenu, mnaweza kushindana katika namna ambayo itashindwa kuwapa matokeo. Kwa hiyo anaonesha ya kwamba vita yetu inapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Tunaenda pamoja Jambo la kwanza analionyesha kanisa ya kwamba katika siku za kuishi kwetu tutakutana na mapambano ya namna tofauti tofauti kwenye maisha yetu. Na jambo la pili anaonyesha ya kwamba eneo la mapambano yetu katika ulimwengu huu ni ulimwengu wa roho. Lakini jambo la tatu anaonyesha ya kwamba wingi na ufahamu wa silaha tulizo nazo utaamua ukubwa wa ushindi tutakaoupata kwenye maisha yetu. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Na jambo la 4 katika maandiko haya mafupi tuliyoyasoma, anaonyesha ya kuwa adui tunayepambana naye amejitambulisha kwa wazi kuwa ni mshindani wetu, lakini anapigana na sisi kwa hila kwa namna isiyo wazi. Nimependa sana hii hapa ya kwamba jambo la 4 anaonyesha Mtume Paulo ya kwamba adui shetani tunayepambana naye amejitambulisha wazi kuwa ni adui yetu, lakini anapambana nasi kwa namna isiyo ya wazi. Anatumia hila kutaka kushindana na maisha yetu. Ni elimu muhimu sana ambayo kila Mkristo akiielewa na kuifahamu itamsaidia. Kwa katika andiko hilo ameeleza mambo makubwa hapo ya haraka 4 ambayo tumeona. Amezungumzia habari ya umuhimu wa kuwa na silaha, amezungumzia habari ya kufahamu location ambayo adui anafanya vita nasi na eneo ambalo tunatakiwa kushindana naye, lakini ameeleza namna ya 3 ambayo ameizungumzia hapo kwa habari ya adui tuliye naye amejipambanua na kujiweka wazi kuwa ni adui yetu, lakini anapambana nasi kwa namna isiyo ya wazi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Tunaenda pamoja kanisa la Bwana Naomba tuendelee mbele kidogo katika mambo ambayo yatatusaidia zaidi.
katika maandiko hayo pia anatuonesha jambo jingine hapa ambalo tumelizungumzia, ya kwamba Mkristo anayetaka kuishi maisha ya ushindi ni lazima awe na silaha za Mungu na azitumie kwenye eneo lake sahihi la mapambano. Andika jambo hilo, litakusaidia. Mkristo anayetaka kuishi maisha ya ushindi ni lazima awe na silaha zote za Mungu na awe tayari kuzitumia kwenye eneo lake sahihi la mapambano. Kwa hiyo anaonesha umuhimu wa silaha na silaha muhimu kuwa nazo, lakini pia anaonesha ya kwamba eneo la mapambano yetu ni ulimwengu wa roho. Lakini kuna jambo jingine la msingi ambalo nililipenda kwenye mstari wa 14. Anasema hivi: basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Kwa lugha rahisi, Mtume Paulo anasema silaha kuu ya vita vyetu ni ufahamu wa neno la Mungu. Andika jambo hilo, litakusaidia. Silaha kuu ya vita vyetu ni ufahamu wa neno la Mungu. Anapoanza kuzitaja silaha za ushindi wetu kwenye kila aina ya vita ya maisha, anaonesha ya kwamba silaha zingine zote ni za muhimu, lakini haziwezi kutupa matokeo endapo hazitaweza kushikiliwa na silaha kuu inayoitwa ufahamu wa neno la Mungu. Anasema basi vaeni mkiwa mmejifunga kweli viunoni. Na Yesu anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunakubaliana hapa katika mwanzo wa somo hili ya kwamba silaha zote tunazoweza kuwa nazo za kutupa ushindi kwenye maisha yetu zinapoteza nguvu yake na ufanisi wake endapo hazitatanguliwa na silaha kuu inayoitwa ufahamu wa neno la Mungu. Tunaendelea pamoja Okay. Lakini pia katika ile habari ambayo Mtume Paulo amezungumza pale, nayo niigusie kidogo, anapoeleza ya kwamba adui amejipambanua kuwa mshindani wetu wa wazi, lakini anapambana nasi kwa namna ya siri. Ni kuonesha mfano huo ambao adui amewahi kuufanya katika Biblia. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12 mstari wa 12 mpaka mstari ule wa 14. Kutoka sura ile ya 12 mstari ule wa 12 mpaka mstari ule wa 14. Tumeona pale kwamba adui anashindana nasi kwa hila. Maana yake anapambana katika namna isiyo wazi, anapambana katika namna ambayo ni ngumu sana kutambua na kuelewa. Kwa wale ambao mmechelewa, tunajifunza somo linaloitwa ulimwengu wa roho na vita ya nafasi. Ulimwengu wa roho na vita ya nafasi. Kutoka 12 mstari wa 12 mpaka wa 14. Biblia inasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Shikelo neno, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote, nikawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Ilikuwa ni wakati ambapo Israeli wapo utumwani. Miaka 430 wameendelea kuishi katika maisha ya utumwa. Vizazi 4 vya miaka 100 vimekaa katika mateso na matatizo. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba wakati Mungu alipokuwa anataka kuwatoa, Biblia inasema Mungu alipotaka kuwatoa alisema, tendo la mwisho nitakalolifanya ni kuihukumu miungu yote ya Misri ili Israeli wapate kutoka. Kwa watu wenye akili na ufahamu wa kawaida, ni dhahiri walikuwa wanamuona Farao kama kizuizi cha wao kutoka kwenda kwenye nchi ya ahadi yao. Lakini Mungu alipokuwa akiwatazama, akagundua kinachozuia Israeli kutoka sio Farao, ila ni madhabahu na miungu ya Misri inayowashikilia watu wake. Unaelewa vizuri sasa Watu wa nje na Israeli wanamuona Farao kuwa ni tatizo. Mungu anaiona miungu na madhabahu ya miungu ya Misri kuwa ndiyo nguvu inayowashikilia watu wake wasiondoke.
Ndio hicho kitu ambacho nimesema. Mtume Paulo kule anazungumza, anasema wala hatuachi kujua namna ambavyo adui anafanya kazi kushindana nasi kwa hila. Mara nyingi shetani huwa anapambana nasi katika namna ambayo tunapotazama tunadhani tunashindana na adui, lakini kumbe adui mwenyewe hayupo katika kile tunachokiona, amejificha kwenye eneo jingine. Kwa hiyo tunafikiri tunampiga adui, kumbe tunamgusa kwenye eneo ambalo yeye hayupo, ni kivuli chake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika somo hili la ulimwengu wa roho na vita ya nafasi, tutaona mambo mengi ambayo yatatusaidia kuelewa na kufahamu. Kumbuka andiko letu la msingi kwenye somo hili la ulimwengu wa roho na vita ya nafasi ni Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 14. Naomba tuendelee mbele kidogo tena katika namna ambayo itatusaidia zaidi. Tuangalie pia kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa 7 mpaka mstari ule wa 9. Ufunuo 12 mstari ule wa 7 mpaka mstari ule wa 9. Biblia inasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda. Mwambie jirani yako, hawakushinda. Anasema hivi, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Anasema walipigana, hawakushinda, na mahali pao hapakuonekana. Anaendelea, anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyee ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nisikilize vizuri. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba vita ya nafasi ni vita ya kwanza ambayo adui na Mungu walipigana kule mbinguni. Vita ya nafasi. Kumbuka somo letu ni ulimwengu wa roho na vita ya nafasi. Na Biblia inasema katika vita ile, mapambano yalipoendelea, adui Shetani hakufanikiwa kutimiza lengo lake la kumuondoa Mungu kwenye nafasi yake ya umiliki na utawala. Na Biblia inasema baada ya kupoteza ushindi kwenye hilo jaribio, Biblia inasema nafasi yake Shetani mbinguni ikaondolewa. Maana yake vita ya nafasi ni vita iliyokusudia kumuondoa mtu kwenye nafasi ambayo Mungu amemweka kwenye maisha yake. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kama Shetani hakuthubutu kufanya jaribio la kumuondoa Mungu kwenye nafasi yake, hawezi kushindwa kufanya vita ya kukuondoa wewe kwenye nafasi ambazo Mungu amekuandaa kwa ajili yake. Umenisikia nilichokisema? Kama Shetani, nisikilize vizuri na wewe unakumbuka. Kama Shetani hakusita kuthubutu kujaribu kufanya vita ya kumuondoa Mungu kwenye nafasi yake, kama Shetani hakusita kuthubutu kufanya vita ya kumuondoa Mungu kwenye nafasi yake, hawezi kusita kufanya vita ya kutuondoa kwenye nafasi ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yetu na kwa ajili yake. Na ndio maana natamani sana tutakapoendelea kwenye vita hii ya nafasi na kuihusianisha na ulimwengu wa roho, ujifunze na uelewe ya kwamba adui anafanya vita na maisha yetu kwa habari ya nafasi ambazo Mungu ametuweka. Bwana asifiwe. Na nikwambie jambo hili, nafasi inaweza ikawa ni afya ambayo Mungu amekupa. Afya ni nafasi, na tutakuja kuiona baadaye, ambayo katika hiyo ndipo maeneo yako mengine kwenye maisha yanafanikiwa. Nafasi inaweza ikawa ni elimu. Umepewa nafasi ya kusoma, umepewa nafasi ya kwenda kupata ujuzi. Ni nafasi ambayo Mungu amebeba ajenda zake na mafanikio yake kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu wana akili na wana uwezo, lakini wamejikuta walishindwa kumaliza hiyo safari, na mpaka kesho waelewi ilikuwaje. Walitazama elimu kama kitu cha kawaida, lakini ulimwengu wa roho ulipokuwa unatazama, ulikuwa unaiona ni nafasi iliyobeba matokeo na mabadiliko makubwa kwenye maisha.
Nafasi inaweza ikawa ni utumishi ambao Mungu ametuamini na kutuweka. Wewe unanisikiliza hapa na unatii yote ninayokufundisha kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu ameniamini na kanisa limeniamini kukaa na kukuhudumia. Nikizingua mbele za Mungu akaniondoa kwenye hii nafasi, kanisa likaniondoa kwenye hii nafasi, tafsiri yake mamlaka yangu na uwezo wangu wa kutimiza yale ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya watu wake inakuwa haipo tena. Uhalali wake unakuwa umepotea. Ndio ilivyo. Shetani huwaondoa watu kwenye nafasi zao ili kuwafanya kuwa dhaifu katika mambo ambayo Mungu alikusudia wafanikiwe kwenye maisha yao. Andika jambo hilo likusaidie. Shetani huwaondoa watu kwenye nafasi zao ili kuzuia mema aliyokusudia Mungu kutokea kwenye maisha yao. Shetani huwaondoa watu kwenye nafasi zao ili kuwazuia mema aliyokusudia Mungu yaweze kutokea kwenye maisha yao. Ni jambo la msingi sana. Na naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia ninapojenga msingi katika somo hili la ulimwengu wa roho na vita ya nafasi. Nafasi ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yetu humvutia adui kufanya vita na maisha yetu kabla hatujaweza kuzifikia au baada ya kuwa tumezikalia. Nafasi ambazo Mungu ameandaa kwa ajili yetu humvutia adui kufanya vita na maisha yetu kabla ya kuzifikia nafasi hizo au baada ya kuwa tumezikalia. Taielezea hiyo. Nafasi ambazo Mungu ameandaa kwa ajili yetu huwa zinamwalika adui kufanya vita na maisha yetu, na hufanya vita kabla hatujazifikia, na akishindwa kutuzuia basi atafanya vita baada ya kuwa tumekaa kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo vita ya nafasi ni vita endelevu. Vita ya nafasi ni vita endelevu. Kuna watu adui alipambana nao kuwazuia wasiingie kwenye maisha ya ndoa na familia. Alipogundua ya kwamba ameshindwa kwenye kuwazuia, atabadilisha vita na kuhakikisha aidha wanadumu kwa muda mfupi kwenye hizo ndoa ama wanaishi wakiwa na majeraha na maumivu makali wakiwa bado wako ndani ya ndoa. Narudia tena. Vita ya nafasi ni vita endelevu. Vita ya nafasi ni vita endelevu. Adui akishindwa kukuzuia kabla haujafika kwenye ile nafasi, atahakikisha anafanya vita na wewe ukiwa kwenye hiyo nafasi. Kuna watu adui aliwazuia kwenye eneo la ajira, akashindwa wakapata kazi. Walipopata kazi au biashara ambazo wanafanya ili maisha yaendelee, adui anageuza vita, anaanza kudili nao kwenye maisha. Wanapata fedha lakini hakuna kitu wanaweza wakafanya. Hamjawaona? Kwa nini? Vita ya nafasi ni vita endelevu isiyo na ukomo. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, tunaenda pamoja kanisa la Bwana, na tukifahamu ukweli huo, basi ni muhimu kuitangulia kesho yetu leo kwa njia ya maombi. Tukifahamu ukweli huo, ni muhimu kuitangulia kesho yetu leo kwa njia ya maombi na kumcha Mungu. Tutaona kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Ayubu sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa 6 mpaka mstari ule wa 10. Utaona hapo Biblia ikieleza kwa habari ya Ayubu alivyokuwa mtu wa maisha ya haki na utauwa, alivyokuwa mtu wa maisha ya ibada, namna alivyompenda Mungu, lakini namna alivyofanikiwa sana kwenye maisha yake. Biblia inaeleza namna ambavyo shetani alikuwa ana wivu naye. Shetani alimjaribu mara kadhaa lakini akamshindwa. Kwa nini? Kwa sababu Ayubu alijua ya kwamba nafasi ambayo Mungu amenipa, nikifungua mlango ulio wazi, ni rahisi sana adui kunishinda. Ni rahisi sana adui kunishinda.
Bwana asifiwe. Naomba nikuongezee pia jambo jingine uelewe kwa habari ya nafasi au vita ya nafasi ni hii. Adui akiona viashiria vya mapema kuhusu kesho ya mtu, hujipanga kumzuia mtu mapema ili asiweze kuingia nafasi iliyoandaliwa mbele yake. Adui akiona viashiria vya mapema kuhusu kesho ya mtu, hujipanga kumzuia mtu asiweze kuingia nafasi ambayo Mungu ameiandaa mbele yake. Kwa hiyo kuna vita ambazo mnapambana nazo kwenye maisha, na wewe mwenyewe hata uelewi, mbona kila wakati maisha yangu yanakuwa na vita sana? Mbona kila ninapojaribu kufanya mambo inaniwia vigumu sana kuweza kuyafanikisha na yakaenda? Ni kwa sababu adui anajua na anafahamu ya kwamba kuna nafasi inayokungoja mbele, na asipokuzuia sasa utafika unakotakiwa kufika. Kabisa. Kabisa. Usichukulie poa, mwambie jirani yako usichukulie poa upinzani unaokutana nao kwenye maisha ya kila siku. Umebeba maana nyuma yake. Kabisa. Utauona ukweli huo kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 12. Biblia inasema, ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Mstari wa 3. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Mstari wa 6. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumvulaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Mstari wa 7. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza, wakasema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Basi Sauli akaghadhibika sana, na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mikononi mwake. Mara Sauli akatupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara 2. Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemwacha Sauli. Pointi yangu ya msingi ni kwamba adui anapokuwa ameiona kesho unayotakiwa kuiendea, nafasi ambazo Mungu ameandaa kwa ajili yako, huwa inaalika moyoni mwake kudhamiria kufanya vita na wewe kwa lengo la kukuzuia kabla haujaiendea kesho unayotakiwa kuifikia. Kwa hiyo alikuwa salama Daudi katika maisha ya nyumba ya Sauli mpaka siku ambapo Sauli akaanza kumuona Daudi kama mtu anayetishia nafasi iliyo mbele yake. Tunaelewana Okay. Naomba tuangalie Zaburi 121 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Kumbuka tumesema vita ya nafasi ni vita endelevu. Zaburi 121 mstari wa 2 na mstari wa 3. Biblia inasema, msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Anaposema asiuache mguu wako usogezwe, maana yake anasema Mungu atakuwa mlinzi wako, Mungu atakuwa msaada wako, Mungu atayalinda maisha yako kwa kiwango cha kutokuondolewa kwenye nafasi ambazo ameziandaa kwa ajili yako. Anaposema asiuache mguu wako usogezwe, maana yake usiondolewe kwenye
kwenye zile nafasi ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana pamoja watu wa Mungu eh? Okay. Naomba pia ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Kila nafasi tunayopewa na Mungu, kila nafasi tunayopewa na Mungu imebeba lengo la kubadilisha maisha yetu na kufanikisha makusudi ya Mungu kwetu. Kila nafasi tunayopewa na Mungu imebeba lengo la kubadilisha maisha yetu na kufanikisha makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo adui anatamani akuondoe kwenye nafasi. Adui anatamani akuzuie usiingie hiyo nafasi, kwa sababu kila nafasi ambayo Mungu ametupa imelenga kubadilisha maisha yetu na kutimiza makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Utaona ukweli huo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 8. Kila nafasi ambayo Mungu anakuweka imelenga kufanikisha maisha yako na kufanikisha mawazo ya Mungu kwenye hatima yako. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa magharibi wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Biblia inasema Mungu alipomuumba mwanadamu akampa nafasi ya kuwepo kwenye bustani ya Edeni. Nafasi ile ilibeba mambo makubwa mawili ambayo tumeyazungumza. Jambo la kwanza ni kufanikiwa kwa mawazo ya Mungu duniani, na jambo la pili ni kufanikiwa kwa maisha ya mwanadamu duniani. Iko hivi wanangu, mafanikio ya kweli kwenye maisha ya mtu yana uhusiano na ufanisi wake katika kusudi ambalo Mungu amempa kulitekeleza duniani. Naomba hilo jambo unakumbuka. Mafanikio ya kweli kwenye maisha ya mtu yana uhusiano na kusudi la Mungu ambalo amempa huyo mtu kulitekeleza duniani. Kwa hiyo nafasi ya kuwepo kwenye bustani ya Edeni, mahali pa uwepo wa Mungu, mahali pa ushirika na Mungu, ilikuwa ni nafasi ambayo Adamu angeitumia vizuri. Mambo moja, ufalme wa Mungu ungenufaika, lakini pia maisha yake yangebadilika. Na nikwambie jambo jingine kuhusiana na bustani ya Edeni itakayokusaidia. Edeni haikuwa tu mahali pa miti ya matunda. Edeni ilikuwa ni eneo la uwepo wa Mungu, eneo la ukamilifu na eneo la ushirika wa mwanadamu na Mungu. Bustani ya Edeni haikuwa tu bustani ya miti na matunda. Ilikuwa ni eneo la uhusiano wa mtu na Mungu, eneo la mafanikio ya mwanadamu kwenye maisha yake, na eneo la ushirika wa mtu na Mungu. Si ndiko walikokuwa wanakutana? Ndiko walikokuwa wanazungumza, si ndio eh? Kwa hiyo adui alipokuja, alikuja akiwa na nia ya kumuondoa mtu kwenye nafasi. Shetani alijua hawezi kumuweza mwanadamu isipokuwa amemuondoa kwenye nafasi kabisa. Vita ya bustani ya Eden ilikuwa ni vita ya nafasi. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Okay. Nimeandika hapa jambo nikasema, Shetani alielewa kwamba Adamu akiwa ndani ya nafasi ya bustani ya Edeni ataendelea kuwa na ushirika wa karibu na Mungu, atatawala kwa mamlaka ya Mungu duniani, na hatimaye uzao wake utaunda wanadamu wenye sura ya Mungu duniani. Kwa hiyo alipokuwa anamshawishi mwanadamu na kuzungumza naye, alikuwa tu hajakusudia Adamu afe, ila alikusudia Adamu kuondolewa kwenye nafasi iliyokuwa inaamua ustawi wake kwenye maisha. Nataka uelewe hili jambo vizuri kwa habari ya ulimwengu wa roho na vita ya nafasi, ili ujue ya kwamba maeneo yote ambayo adui anafanya vita na wewe ni kwa sababu anaitazama ile nafasi na anaangalia yale ambayo Mungu amekusudia kwenye hiyo nafasi.
Naomba tuendelee mbele tena kidogo. Angalia Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 22 mpaka mstari ule wa 24. Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 22 mpaka mstari ule wa 24. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Angalia neno akamtoa, akamuondoa kwenye nafasi. 24. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki ya bustani ya Edeni na upande wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Siku zote mtu akiondolewa kwenye nafasi, zile stahiki zake zote za msingi zilizokuwa zinaambatana na ile nafasi huwa zinaondoka, si ndio si ndio Hata mtu akiondolewa kwenye cheo alichoteuliwa, maana yake kama alikuwa anapewa gari, anapewa ulinzi, anapewa fedha za mahitaji na kila kitu, ile akiondolewa kwenye nafasi, zile stahiki za msingi zinafanya nini? Zinaondolewa. Kwa hiyo Adamu kuondolewa kwenye bustani ya Edeni ilikuwa ni vita ya nafasi, na shetani alijua mamlaka ya mtu ipo katika nafasi aliyoaminiwa. Kwa hiyo alitambua mwanadamu akiondolewa Edeni, mahali pa uwepo wa Mungu, mahali pa mahusiano yake na Mungu, mahali pa ushirika wake na Mungu, sauti yake inapoteza mamlaka. Anapoteza ile mamlaka ya kimungu aliyokuwa ameibeba katika uumbaji. Kila nafasi ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako inakupa mamlaka fulani kwenye ulimwengu wa roho inayolazimisha mazingira yako kuitikia kwenye maisha yako. Natamani sana uelewe kwa habari ya nafasi, ili uwe na ufahamu wa kukusaidia kuyatazama maisha kwa namna tofauti. Na naomba nikwambie jambo jingine pia litakalo kusaidia kutokea katika habari hiyo ya Mwanzo 3:22 mpaka 24 ambayo tumeiona. Nikagundua pia ya kwamba shetani hatapigana tu na baraka zetu, ila atahakikisha anapigana na vyanzo ambavyo vinatumika kupitisha baraka zetu. Shetani hatapambana tu na baraka zetu, bali atapigana na nafasi ambazo Mungu anazitumia kuzalisha au kupitisha baraka zetu. Kwa hiyo akikuondoa kwenye ile nafasi, anazuia baraka na mema yote yaliyokuwa yanaambatana na hilo jambo. Ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu sana. Natamani tukaangalie tujifunze zaidi namna ambazo adui alitumia kumuondoa mwanadamu kwenye Edeni yake. Namna ambazo adui alitumia, au njia ambazo adui alitumia kumuondoa mwanadamu kwenye Edeni yake. Tumeona kwenye bustani ya Edeni ilikuwa ni nafasi ambayo Mungu alimpa mwanadamu, akiwepo pale afanikiwe, akiwepo pale awe na ushirika na Mungu, akiwepo pale apate yote ambayo Mungu alikusudia. Sasa ziko namna kadhaa ambazo adui alitumia kumuondoa mwanadamu kwenye Edeni yake, kwenye nafasi ambayo Mungu alimweka, na mbinu hizi mpaka kesho bado adui anazitumia pia. Tunaelewana Namna ya kwanza ni kutilia mashaka neno la Mungu. Namna ya kwanza ambayo adui aliitumia ni mwanadamu kutilia mashaka neno la Mungu. Adamu au mwanadamu kutilia mashaka neno la Mungu. Shetani huwa muondoi mtu kizembe. Mwambie mwenzako, shetani huwa muondoi mtu kizembe. Ana namna zake. Namna ya kwanza aliyoitumia ni moyo wa mwanadamu kutilia mashaka neno la Mungu. Moyo wa mwanadamu kutilia mashaka neno la Mungu. Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka wa 4 unaonesha hiyo. Mwanzo sura ile ya 3 Mwanzo sura ile ya 3 mpaka 4, Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati
hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Adui alipokuwa anazungumza na mwanadamu ili kumuondoa kwenye Edeni yake, jambo la kwanza alitengeneza moyo wake kutokuamini au kutilia mashaka kile ambacho Mungu amesema kwenye neno lake. Naomba nikuoneshe tena kwa undani mbinu ambazo shetani alizitumia kuleta mashaka ndani ya moyo wa mwanadamu. Mbinu ambazo shetani alizitumia kuleta mashaka ndani ya moyo wa mwanadamu kuhusu neno la Mungu. Ni muhimu sana kuelewa. Biblia inasema, Paulo anasema wala hatuachi kuzijua ila zake, si ndio kwa hiyo lazima tujue anatendaje kazi. Mbinu ambazo shetani alizitumia kuleta mashaka ndani ya moyo wa mwanadamu kuhusu neno la Mungu. Ni kwa kupandikiza maswali yenye nia ya kuzalisha mashaka kuhusu Mungu. Ni kwa kupandikiza maswali yenye nia ya kuzalisha mashaka kuhusu Mungu. Nimeandika hapa nikasema, shetani hakuanza kwa kumkataa Mungu moja kwa moja, bali kwa kuanzisha swali dogo la mashaka. Japokuwa swali hilo lilionekana halina madhara, lakini lilikuwa silaha ya kiroho yenye nguvu ya kubadilisha mtazamo wa Hawa kuhusu Mungu. Shetani alijua kwamba akifanikiwa kumfanya mtu atilie mashaka neno, basi ataacha kuliamini. Akishaacha kuliamini, ataacha kulitii, na akishaacha kulitii, ataanguka. Narudia tena, hii statement ni ya muhimu sana. Shetani alijua kwamba akifanikiwa kumfanya mtu atilie mashaka neno la Mungu, shetani alijua kwamba akimweza mwanadamu kutilia mashaka neno la Mungu, basi mashaka hayo yatamfanya aache kuliamini hilo neno. Shetani alipozungumza naye, alizungumza naye akiwa anazalisha swali lenye kumfanya aanze kufikiri na kumtilia mashaka Mungu kwenye kile alichokisema. Anamwambia Mungu amesema mtakufa. Uongo, hamtakufa. Lile swali au yale mazungumzo yalikuwa yanaanzisha mashaka. Mashaka yanaleta kutokuliamini neno, na usipoliamini neno linakupeleka hatua ya mbali zaidi, unaacha kulitii, na ukishaacha kulitii unakuwa umeanguka. Kwa hiyo namna ya kwanza aliyofanya ili kuleta mashaka ndani ya moyo ni kupandikiza maswali yenye nia ya kuzalisha mashaka kuhusu Mungu. Kuna wakati mtu anaweza kawa anapitia kwenye maisha na nyakati fulani ngumu. Anazo ahadi za Mungu nyingi na maandiko mengi yanayozungumza kuhusu hali yake. Shetani akitaka mtu aanze kuyatilia mashaka yale ambayo Mungu amesema kwenye neno lake, kuna kasauti kanaanza kuongea. Yaani katika mambo yote haya magumu nayopitia na namna nilivyoomba, yaani maana yake Mungu ameshindwa kunisaidia, Mungu ameshindwa kusikia, mbona ni kama Mungu sio mwaminifu. Kuna kasauti kanaanzaga kuongea ndani, kakianza kukuonyesha ni kama alichokisema Mungu hakina uhalisia. Kama hakina uhalisia. Okay. B aliyotumia kuingiza mashaka ni kufanya, au namna ambayo anaitumia kuingiza mashaka ni kufanya tuone neno la Mungu ni la zamani au halina maana leo. Ni kutufanya tuone neno la Mungu ni la zamani au halina maana leo. Sasa naomba niwaambie kitu watu wa Mungu. Asili ya Mungu haibadiliki, na Mungu amemaanisha kile alichokisema kama kilivyosemwa. Narudia tena, asili ya Mungu haibadiliki. Hilo ni jambo la msingi sana. Asili ya Mungu haibadiliki, na Mungu amemaanisha aliyoyasema kama vile ilivyosemwa kwenye neno lake. Mungu amemaanisha alichokisema kama vile ilivyosemwa kwenye neno lake. Tunaishi kwenye kizazi ambacho mtu anaposoma Biblia anaanza kuja na visingizio na sababu nyingi. Ni kama ili andiko alinihusu kwenye Agano Jipya,
Ni kama hili jambo Mungu hayuko nalo sana serious kwa watu wa Agano Jipya. Mungu alikuwa nalo serious kwa watu wa Agano la Kale. Utakatifu haujawahi kubadilika. Mungu ni mtakatifu kwenye Agano la Kale na bado ni mtakatifu kwenye Agano Jipya. Mungu ni Mungu wa hukumu kwenye Agano la Kale, Mungu ni Mungu wa hukumu kwenye Agano Jipya. Mungu ni Mungu wa upendo kwenye Agano la Kale, Mungu ni Mungu wa upendo kwenye Agano Jipya. Jambo la msingi sana kuelewa hilo. Moja ya tabia ya Mungu ni Mungu kutokubadilika. Utaona Malaki 3 mstari wa 6 mpaka wa 7. Malaki 3 mstari wa 6 mpaka wa 7 utaona hilo jambo. Kwa hiyo nataka ujue kabisa, shetani wakati mwingine huwa anatufanya tutilie mashaka neno la Mungu kwa kuhakikisha kwamba tunaona ni kama vile Mungu amebadilika, au hili jambo kwa nyakati hizi ni kama Mungu hayuko serious nalo sana. Mungu habadiliki, na alichosema amemaanisha kama ilivyosemwa. Mwanadamu alipokuwa Eva akimsikiliza pale, ni kama vile shetani alikuwa anajaribu kumuonesha haiko kama vile ambavyo unafikiri Mungu amesema. Ni kweli amesema, ila haiko hivyo. Naomba ujue kwamba Mungu amemaanisha kile ambacho amesema kama ilivyosemwa. Kwa hiyo ukiwa unasoma Biblia ni muhimu sana, kwa sababu tuna kizazi cha watu ambao baadhi wanakuambia hiyo ilikuwa nyakati za Biblia bwana, sio leo. Bwana asifiwe. Hichi ni kipindi cha neema. Mungu hawezi kuwa mkali kiango hicho wakati alishamtoa Yesu msalabani akafa. Tunaishi katika neema, mambo mengine sio muhimu sana. Mungu hayaangalii mno. Mungu haangalii issue ya matendo. Mungu anaangalia tu ile umemwamini Yesu, inatosha. Mungu amemaanisha alichokisema kama vile ilivyosemwa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Naomba sasa nikuongezee jambo jingine hapo litakalo kusaidia. Kila alichosema Mungu kwenye neno lake ni sheria ya kiroho yenye nguvu ya kubadilisha hali na kuunda maisha. Kila alichosema Mungu kwenye neno lake ni sheria ya kiroho yenye nguvu ya kubadilisha hali na kuunda maisha. Kila alichosema Mungu kwenye neno lake ni sheria ya kiroho yenye nguvu ya kubadilisha hali na kuunda maisha. Tangu mwanzo wa Biblia, Mungu alipokuwa anasema neno, lile neno lilikuwa linatoka kama maelekezo. Lile neno huwa linatoka kama amri. Lile neno huwa linatoka likiwa na nguvu ya kuumba na kusababisha vitu kutokea. Nataka uione nguvu ya neno ili uliamini neno kwamba Mungu akisema ni kweli. Tunaenda pamoja? Chochote ambacho Mungu amesema kwenye neno lake, lile neno huwa ni sheria. Lile neno huwa ni maelekezo. Lile neno huwa limebeba nguvu ya kuumba na kutengeneza matokeo kwenye maisha ya mtu. Mwanzo 1 mstari wa 3 mpaka wa 4, tuanzie hapo, utauona ukweli huo. Mwanzo sura ile ya 1 mstari ule wa 3 mpaka ule wa 4. Biblia inasema, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Nimeandika hapa nikasema hivi: neno la Mungu ni kanuni ya uumbaji. Lina uwezo wa kuunda chochote Mungu anachotaka kutoka hali isiyokuwa na kitu. Umesikia nilichokisema? Neno la Mungu ni kanuni ya uumbaji. Naomba uandike leo unakumbuka. Neno la Mungu ni kanuni ya uumbaji. Neno la Mungu ni kanuni ya uumbaji. Lina uwezo wa kuunda chochote Mungu anachotaka. Neno la Mungu ni kanuni ya uumbaji. Lina uwezo wa kuunda au kutengeneza chochote ambacho Mungu anakitaka kutoka katika hali isiyokuwa na kitu. Ukisoma hilo andiko vizuri utaona nchi ilikuwa imetawaliwa na giza. Mungu alipotaka nuru iwepo, hakutafuta kitu chochote ili kuumba na kutengeneza, ila neno lake lilisababisha kisichokuwepo kikaweza kuwepo. Kwa nini?
neno la Mungu limebeba nguvu ya uumbaji wa kusababisha kitu kisichokuwepo kiweze kutokea na kuwa halisi kwenye maisha ya mtu. Hakuna sababu yoyote ya kutilia mashaka neno la Mungu. Na ndio maana utaona tena kwenye Waebrania 11 na mstari wa 3. Waebrania 11:3 anasema, kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Naomba nikwambie pia jambo jingine litakalo kusaidia. Neno la Mungu lina nguvu au mamlaka ya uumbaji. Kitu chochote kinapokutanishwa nacho ni lazima kibadilike. Neno la Mungu lina mamlaka na nguvu ya uumbaji. Chochote kinachokutanishwa nacho lazima kibadilike. Kwa hiyo Mungu anaposema neno lake, lile neno huwa linaanza kuumba. Lile neno huwa linaanza kuzipanga hali kwenye maisha. Lile neno huwa linaanza kuyalazimisha mazingira kuanza kutengeneza na kuvifanya vitu kutokea. Ukielewa ufahamu huo, hautaondolewa kwenye nafasi, kwa sababu utakuwa una uhakika na hautatilia mashaka ufahamu wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Mungu Sasa naomba niwaambie kitu kitakachowasaidia. Maisha yanaongozwa na sheria kubwa mbili. Sheria ya asili na sheria ya roho. Maisha yanaongozwa na sheria kubwa mbili. Sheria ya asili na sheria ya roho. Lakini sheria ya roho ina nguvu zaidi ya sheria ya asili. Maisha yanaongozwa na sheria kubwa mbili. Sheria ya asili au sheria za asili na sheria za roho. Ila sheria za kiroho zina nguvu zaidi ya nguvu ya sheria za asili. Si mnazijua sheria ya asili kama ile law of gravitation Ile law of gravity wanaita, si ndio Sheria ya nini wanaita ukinzani, si nini sijui. Nini sijui unaita wenyewe? Mvutano Haya watu wa physics. Sheria ile ya mvutano, kwamba lazima tukitupa kitu kwenda juu, ile nguvu itasababisha kitu kinarudi wapi? Kinarudi chini. Lakini Yesu tangu alipoendaga kwa Baba hajarudi mpaka leo tunamngoja. Maana yake kupaa kwa Yesu kulivunja kanuni ya sheria ya nini? Ya asili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana Mungu anajiamini katika neno lake. Utaona kwenye Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Anasema, kama vile ambavyo mvua huwa inanyesha na kuleta mazao, ndivyo ambavyo neno langu halitanirudia bure, litayatimiza yale makusudi ambayo mimi nimelituma kwao. Kwa nini? Anasema haijalishi kanuni za sheria za asili zinasema nini, neno likitokea lina uwezo wa kuzilazimisha kanuni za asili kukubaliana na maelekezo ya neno la Mungu. Ngoja nikuonyeshe. Marko 4 mstari wa 37 mpaka mstari wa 39. Marko sura ya 4 mstari wa 37 mpaka mstari ule wa 39. Anasema, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwepo katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Biblia inasema kwa kanuni ya asili bahari huwa inafuata upepo na inafuata zile kanuni za hali ya hewa. Lakini wakati dhoruba ilipokuwa kali, Yesu alitumia kanuni ya roho inayoitwa neno. Aliposema, lile neno likaenda kuilazimisha kanuni ya asili ya upepo na dhoruba kutulia pasipo kuzingatia hali ya hewa, ila kusikiliza kile ambacho neno la Mungu limesema. Neno
lina uwezo wa kuilazimisha kanuni ya asili kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Na ndiyo maana jambo lolote ukiambiwa na watu kwamba haliwezekani, inawezekana, ni kweli haliwezekani kwa sababu linazungumziwa katika ukomo wa kanuni za sheria za asili. Lakini tunapokuja kwenye sheria za roho ambalo ni neno la Mungu, kila kitu kinawezekana. Tunaelewana Tunaelewana Niwaambie hali ya kawaida. Yeriko kuanguka ilikuwa ni lazima tuchukue vifaa na magari na nyundo tubomoe ili ushuke chini. Lakini sheria ya roho ilipotoa maelekezo, kanuni za kawaida hazikutumika, lakini kanuni ya sheria ya roho iliangusha